Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena ndugu mtazamaji wa kipindi hiki cha neno la Mungu. Kwa majina naitwa Mchungaji John Simon Kiashama. Ni mchungaji wa kanisa la River of Spring Ministry, Kiruvya kwa Komba jijini Dar es Salaam. Karibu sana kwa muda huu. Kabla sijaanza kusema neno la Mungu, naomba tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa muda ambao tena umenipa na umetupa na mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki. Rehema zako na mkono wako ukae pamoja nasi tunapoanza ibada hii ya neno lako. Ukaguse maisha ya mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki na wengine wote ambao watakaosikiza baadaye. Neema na rehema ziwe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo wakati nikiwa katika kuomba nikapata ujumbe mzuri kabisa. Ujumbe wa leo unasema kataa kuishi katika maisha ya dhambi. Kataa kuishi katika maisha ya dhambi. Na nikianza kuzungumzia dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Tafsiri ya dhambi nikizungumza inaweza ikawepo kwa namna fulani, kila mtu akaelewa kwa mtazamo fulani. Lakini Biblia Takatifu pia ni kitabu ambacho kimetupa kujua dhambi ni nini. Moja kwa moja ukifungua kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 17 inazungumzia dhambi ni nini. Inasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mtu anayejua kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo anafanya dhambi. Kwa hiyo mtu akikwambia dhambi ni nini, kwa waraka wa Yakobo sura 4 mstari 17 imezungumzwa wazi kabisa. Yeye anayejua kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Sasa ukianza kutafakari vizuri kabisa hapa unaweza kuona kwamba dhambi ni ile hali ya mtu kujua jambo jema akaacha kulitenda kwa makusudi kabisa. Tayari hiyo ni nini? Ni dhambi kwake. Lakini vile vile pia Biblia ni kitabu ambacho kimejaa ushahidi wa kutosha kabisa wa kuhusu dhambi. Na tukisoma pia waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana ukisoma sura ile ya 3 mstari wa 4, waraka wa Yohana sura 3 mstari wa 4 inasema hivi, kila tendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa Biblia inasema tena kila anayefanya dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kama nilivyosema kwamba dhambi ni nini, tukaona kwamba kama unajua kutenda jambo jema ukaacha kulitenda, kwako unakuwa unafanya dhambi. Lakini Biblia inasema pia kila atendaye dhambi hafanya uasi. Kwa hiyo dhambi ni uasi. Dhambi ni kuwa kinyume na mapenzi ya Mungu kama ambavyo maandiko matakatifu yanavyosema katika Biblia. Kwa hiyo ukisoma pia katika waraka wa kwanza wa Yohana tena sura ya 5 kuanzia mstari wa 17 tena unaweza kaona inasema hivi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 17 inasema hivi, kila lisilo la haki ni dhambi. Kila lisilo la haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. Kwa hiyo bado Biblia inazungumza kwamba jambo lolote ambalo unalifanya sio la haki ni dhambi. Sasa naomba kwa muda huu ambao unanisikiliza, hebu anza kutafakari. Ni mangapi ambayo unayafanya sio ya haki? Tayari unakuwa unafanya dhambi. Na vile vile pia kupata tafsiri ya dhambi sasa, pia tunasoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, tukisema ya kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tutamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo ndani mwetu. Neno la Mungu linasema kwamba tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli ya neno la Mungu haimo ndani mwetu. Sasa naomba nikupe nafasi ya kutafakari dhambi ni nini. Kwa maandiko haya ambayo nimeyazungumza, unaweza kujua kwamba jambo jema ambalo unatoka kulifanya ukaacha kulifanya, kwako unafanya dhambi kwa mujibu wa nini? Wa Biblia. Lakini vile vile pia
tuangalie waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza. Nasema hivi: watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo na mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Na katika hili tunajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala zishike amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili tunajua ya kuwa tumo ndani yake. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Ukisoma katika huu waraka wa Yohana sura ya kwanza mstari wa waraka wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6, unaona kabisa ameelezea kuhusu dhambi inavyokuwa inaathiri pia hata mwenendo wa mtu. Kwa hiyo mtu anayemwamini Mungu, jambo la kwanza anapaswa kuwa na ushuhuda mwema mbele ya watu wanaomtazama, lakini vile vile pia na ushuhuda mwema mbele ya nafsi yake, na vile vile pia au na ushuhuda wa kupendeza mbele za macho ya Mungu. Kwa sababu tunapozungumzia dhambi inaathiri maeneo zaidi ya matatu, lakini mimi nitazungumzia maeneo matatu. Dhambi inaathiri mawazo, dhambi inaathiri ile hali ya kufikiri ambayo ndio mawazo, dhambi inaathiri matendo, na vile vile dhambi inaathiri mazungumzo yako wewe binafsi. Kwa hiyo unaweza ukawa umefikiri vibaya au ukazungumza vibaya au ukawa na mwenendo mbaya, wote ule kwa ujumla naweza nikasema kwamba vinaashiria dhambi ndani ya maisha ya mtu. Lakini sasa nini cha kufanya baada ya kugundua kwamba sisi tumepungua na utukufu wa Mungu na tumefanya dhambi? Nini cha kufanya? Waraka wa Warumi sura ya 10. Waraka wa Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Waraka wa Warumi sura ya 10 mstari wa 9 inasema hivi. Warumi 10 mstari wa 9 mpaka 10 inasema hivi. Baada ya kugundua sasa kama dhambi ipo, nini cha kufanya? Inasema hivi. 9 mpaka 10 inasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kinywa chako ya kuwa ni Bwana na ukaamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo kuna vitu viwili vya kufanya. Jambo la kwanza ni kumkiri Yesu Kristo, na jambo la pili ni kuamini Yesu Kristo. Kwa hiyo wokovu tunaupata kwa namna ya kukiri na kuamini. Napozungumzia kukiri, maana yake ni kwamba unapokiri, unakiri neno la Mungu, unakiri uweze kusamehewa, ndio jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuamini kile ambacho umekikiri, ndio utapata wokovu. Na pia tukisoma Wakorintho wa 2 sura 5 mstari wa 17 anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama imekuwa mapya. Kwa hiyo ili uweze kusafishika kutoka katika hali ya dhambi, jambo la msingi ni kukiri, lakini vile vile unavyokiri basi yaamini yale ambayo unayakiri. Lakini vile vile pia tukisoma Matendo sura ya 4, Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, unaweza kuona sasa wokovu unapatikana kwa namna gani. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 22 nasema hivi. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Matendo 4 mstari wa 12 unasema hivi: wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu aliyopewa wanadamu tupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kukataa maisha ya kuishi ndani ya dhambi kunaweza kukufanya ukawa mwana wa Mungu aliyekamilika. Ndio maana unaweza ukianza kutafakari athari na madhara ya dhambi kwa maisha ya mwanadamu anayemwamini Mungu ni makubwa sana. Dhambi inaathiri ufahamu wa mtu kumjua Mungu, na vile vile pia unaweza kuwa una elimu kubwa ambayo Mungu amekupa, lakini unajua kabisa bila kujifunza elimu ya Mungu ya kuacha dhambi, elimu kubwa ulionayo inaharibika, thamani yake inapotea. Ndio maana mwenendo mzuri wa mtu unatathminiwa namna gani anavyokuwa amejifunza neno la Mungu na kuweka ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho nataka nizungumze ambacho kitakusaidia katika neno la leo. Ukianza kuishi maisha ya kumcha Mungu, unakaribisha nguvu ya Roho Mtakatifu ndani mwako wakati wote. Narudia tena.
ukianza kuishi maisha ya kumcha Mungu, unakaribisha nguvu ndani mwako ya Roho Mtakatifu wakati wote. Ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anamcha Mungu na wakati wote ana nguvu ya Roho Mtakatifu ndani mwake. Nguvu ya Roho Mtakatifu ndani mwetu sisi inakaa ndani mwetu kwa sababu gani? Ili hali ya kukataa matendo yanayoashiria hali ya dhambi ndani ya maisha yetu. Ndio maana mtu anayefanya dhambi, nguvu ya kuomba inapotea. Mtu anayefanya dhambi, nguvu hata kujifunza neno la Mungu inapotea. Na dhambi inaathiri sana ufahamu wa mtu anapokuwa anafikiri. Kwa sababu unapofanya dhambi unaondoa ujasiri. Mfano, unaweza kumkuta baba kwenye nyumba ndo mlezi wa familia, lakini baba akifanya dhambi kwenye nyumba, hata ujasiri wa kuonya watoto wake unapotea, kwa sababu ile dhambi inaondoa mamlaka ulionayo ndani ya moyo wako. Na dhambi inapoondoa mamlaka ulionayo ndani ya moyo wako, basi unabaki kawaida, kile kitu unakiona kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho nataka nisisitize sasa hivi niseme kwamba ni vyema tukashikamana katika neno la Mungu linavyosema, na vile vile pia tukasimama imara ili kukaribisha nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu. Na tunafahamu kabisa kwamba tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, kwa sababu viko vitu vingi ambavyo vinaashiria kabisa hali ya dhambi ndani ya maisha ya mwanadamu. Lakini kwa nini nimesema ujumbe huu? Nimeongea ujumbe huu nikikaribisha akili yako, mawazo yako na moyo wako kukubali neno la Mungu, ili Yesu Kristo aingie ndani ya moyo wako, afanyike Bwana, afanyike msaada, afanyike mfariji, afanyike kiongozi wa kukuongoza katika matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho nasisitiza hapa ni kwamba tukisimama katika kuomba, hakikisha ndani ya moyo wako hakuna tone ya dhambi. Ikiwepo dhambi ndani ya moyo wako, dhambi inakufanya ukose ujasiri wa kumwendea Mungu, ukose ujasiri wa kuomba, ukose nguvu ya kutamka neno la Mungu kwa mamlaka, kama ambavyo Yesu Kristo alikuwa akitamka neno la Mungu kwa mamlaka. Na ukisoma pia Zaburi ya 123, Zaburi 123 inasema hivi, nimekuinulia macho yangu wewe uketie mbinguni, kama vile macho ya watumishi kwa mkono wa bwana zao, kama macho ya mjakazi kwa mkono wa bibi yake, hivyo macho yetu mwelekea Bwana Mungu wetu, hata atakapoturehemu. Uturehemu Bwana, uturehemu sisi, kwa maana tumeshiba dharau, nafsi zetu zimeshiba mzaa wa wenye dharaha na dharau ya wenye kiburi. Hii Zaburi ukisoma sana ni kwamba unaweza kuona kwamba mwandishi wa Zaburi hii wakati akijaribu kuelezea namna gani ambavyo tunapaswa kila wakati kuinua macho yetu, kuinua mikono yetu kumtazama Mungu. Lakini tunaona kwamba hata Mfalme Daudi alipogundua dhambi imeingia kwenye maisha yake, Mfalme Daudi alipogundua dhambi imeingia katika maisha yake, Mfalme Daudi alirejea katika Zaburi ya 51 ukisoma, unaweza kuona kwamba Mfalme Daudi alizungumzia kuhusu toba. Ndio maana dhambi inapoingia kwenye maisha ya mtu inaathiri mambo mengi sana. Sio tu itaathiri mfumo wa ufahamu, pia itaathiri muunganiko wako na Mungu. Itaathiri muunganiko wako na maono unayoyaona. Itaathiri muunganiko wako na kile ambacho unatarajia kukipata kutoka kwa Mungu. Dhambi ina madhara makubwa sana. Ndio maana nasisitiza kwamba neno la Mungu ambalo nalizungumza, ukilisikia kwa makini sana, basi jipange, kuwa imara, kuwa mwaminifu, tubu dhambi zako, geuka kabisa, acha uharibifu, acha uovu, mgeukie Mungu. Na Mungu ukimgeukia, na yeye Mungu anakugeukia, anakusamehe, anakutakasa. Kwa sababu Biblia inasema wako watu ambao walifanya mambo mengi sana maovu, lakini Mungu aliwasamehe, wakasonga mbele. Kwa hiyo mimi ambacho nataka nisisitize muda huu kwa mtazamaji na msikilizaji, ni vyema tukaishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu, tukaepuka kutenda dhambi ili tusipungukiwe na utukufu wa Mungu. Mfalme Daudi alipogundua amefanya dhambi, nini ambacho alikifanya Daudi? Zaburi ya 51 ni ushahidi kwamba Daudi aliomba rehema. Na ukisoma Zaburi inazungumzia kwamba Daudi aliomba rehema. Si tu aliomba rehema juu. Daudi aliomba rehema, tunaona kwamba aliomba rehema kuanzia hata mimba yake haijafanyika ndani ya tumbo la mama yake. Akaomba rehema. Kwa hiyo
unapokuwa unaomba rehema na unatubu kuhusu kile ambacho unakifanya mara kwa mara, hakikisha unaanzia mbali. Rehema unaanza kuomba mbali. Daudi, ukisoma hii Zaburi, naomba tusome kidogo Zaburi 51, nasema, Mungu ni rehemu sasa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, nitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele ya macho yako. Daudi sasa anaanza kuzungumza kwamba kitendo cha kufanya dhambi anamtoa mtu mwingine aliyefanya dhambi. Anaanza yeye binafsi kwamba nimekutenda dhambi wewe peke yako Mungu machoni pako. Maana yake ni kwamba sasa anaanza kukiri na kuhalalisha kwamba ile hali ya dhambi anaianzia mbali. Lakini vile vile pia ukisoma mstari wa 5 anasema hivi, tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba atiani. Ona sasa jinsi ambavyo Daudi anavyozidi kuomba rehema na toba mbele za Mungu. Ni kwamba mpaka mimba iliyochukuliwa tumboni mwa mama yake akiwa bado yai, anaomba rehema na anasema kwamba tokea akiwa yai amemtenda Mungu dhambi. Kwa hiyo unapoenda kwenye kuomba rehema, unapoenda kwenye kumsihi Mungu, basi ni vyema ukaanzia mbali ili Mungu akupe nguvu ya kusimama imara na kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ambavyo nimesema, ujumbe wetu unasema kataa kuishi maisha ya dhambi. Na unapokataa kuishi maisha ya dhambi, unakaribisha uwepo wa Mungu ndani ya moyo wako. Kwa sababu sisi sote Biblia inasema katika Warumi sura ya 3 mstari 23. Naomba tusome Warumi sura ya 3 mstari 3 uone kitu ambacho nakizungumza hapa kikupe picha halisi. Warumi sura ya 3 mstari 23 unasema hivi, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mstari 24 anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zetu zote zilizotangulia kufanywa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Yesu Kristo ukimwamini ana uwezo, ana nguvu ya kuondoa dhambi ndani ya moyo wako. Lakini vile vile pia kwa nini nasema Yesu Kristo kumwamini ana uwezo, ana nguvu ya kuondoa dhambi? Biblia inasema kabisa wazi kwamba unapokuwa unamwamini Yesu Kristo na ukaamini neno lake, unapata neema ya kusamehewa dhambi zako. Na kama nilivyosema kwamba tukisema tuna dhambi tutakuwa tujidanganya sisi wenyewe. Lakini Mungu ni mwaminifu, tukiziungama dhambi zetu atatusamehe na ataturehemu. Kwa hiyo kitu ambacho nataka nisisitize hapa ni kwamba tukiishi maisha ya kumpendeza Mungu itapendeza sana, kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni roho. Na kama Mungu ni roho, basi Mungu anapatikana na tunamuona kwa njia ya imani. Na tunapotengeneza mazingira ya ndani ya mioyo yetu, tukikaribisha neno la Mungu likiingia ndani ya mioyo yetu, imani ndani mwetu inaingia. Imani ikiingia ndani mwetu, basi macho ya rohoni ya imani yanamuona Mungu tunayemwabudu, yanamuona Mungu tunayemuomba msamaha, yanamuona Mungu tunayemlilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma kitabu cha Waefeso, Waefeso sura ya 4, Waefeso sura ya 4, usome kitabu cha Waefeso sura ya 4 inazungumza hivi. Waefeso sura inazungumza hivi. Sura ya 4 mstari wa 17 nasema hivi, basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo katika ubatili wa nia zao. Narudia tena. Waefeso sura inasema hivi, basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende katika mataifa kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao, bali akili zao zimetiwa giza, nao wamefarakanishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakishakufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kuyafanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Bali nyinyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya,
mkafanywa wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu upya ulioumbwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Unaweza kuona kwamba kabisa, yani unapoamua kuacha dhambi, utu wa ndani unafanywa upya. Unapoamua kuacha dhambi, nia ya moyo wako inabadilishwa. Unapoamua kuacha dhambi, fikira zako pia zinatazama tofauti na mtu anayefanya dhambi. Kwa hiyo kitu ambacho utakifanya wakati ukiwa unasikiza ujumbe huu, endelea kutafakari namna gani maisha yako yalivyo, namna gani magumu unayoyapitia. Na wakati mwingine unaweza kupitia matatizo magumu, lakini iko dhambi katika ndani ya moyo imesababisha uishi maisha yale ambayo unaishi. Lakini ukitubu, ukaamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mungu alimfufua katika wafu na alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi sote, basi utapata neema na rehema za kusamehewa na kuondolewa katika dhambi ambazo zimeingia ndani ya moyo wako. Na kwa nini nasisitiza dhambi tuiache? Ni kwa sababu dhambi inakutenganisha na Mungu. Dhambi inakutenganisha pia na maisha ya familia yako. Na tumeona kwamba dhambi inapoingia kwenye familia, ndoa zinalia. Dhambi inapoingia kwenye familia, watoto wanahangaika. Dhambi inapoingia kwenye familia, tunaona upendo kwenye familia unafanya nini? Unapotea kabisa. Kwa hiyo kwa muda huu ningependa kila mmoja akazane kabisa kukemea dhambi na kukataa dhambi. Maisha ya dhambi yanaharibu vitu vingi sana. Yanaharibu hisia, yanaharibu fikra, yanaharibu utashi wa mtu. Maisha ya dhambi yanaharibu mpaka mahusiano yako na Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho ningependa kusema kwa mtu ambaye ananisikiliza, kataa kuishi maisha ya dhambi, kataa kuwa mtumwa. Kwa sababu unapofanya dhambi unakuwa chini ya utumwa. Na unapokuwa chini ya utumwa, nguvu zote zinapotea kabisa za Mungu ndani ya moyo wako. Kwa sababu dhambi inaathiri nini? Maisha yako kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kabla sijamaliza kipindi hiki, ningependa nikuongoze sala ambayo itakusaidia kufungua moyo wako, kumkaribisha Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa msikilizaji na mtazamaji na yule ambaye ameguswa na neno hili, akafungua moyo wake kwa ajili ya kupokea neno lako, maisha yake yakabadilike. Badilisha nia ya moyo wake, akawe mpya katika jina la Yesu. Amen. 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 Mungu awabariki sana. Niwatakie siku njema. Amen.